بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، tunaendelea katika surati Safat na aya za Nabii Ibrahim baada kuwa Ismail anamwambia babake, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika aya 103, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, falamma aslama wa tallahu liljabin 104 وناديناه أن يا إبراهيم 105 قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين 106 إن هذا لهو البلاء المبين 107 وفديناه بذبح عظيم. na aya hizi zikiendelea kwa kusema nini, aya 108 na 109 na 110 وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. na 111 إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. mpaka 112. na aya hizi kama tulivyokwisha kuelezea mengi kuhusu kitendo chochote cha ndoto kuoteshwa Nabii Ibrahim kwa amchinje mwanawe, na subra ya mtoto kwa kusema ya abati fa'al ma tu'mar, babangu fanya kama ulivyoamrishwa na Allah, mimi namtii Allah na najua kwamba ruya ya mitume ndoto zao ni wahi, kwa hivyo sitajiduni insha Allah min as-sabirin. Naomba Mwenyezi Mungu ajalie miongoni mwa wenye subra. فلما أسلم بعد وتويل كسلم أمري وتله للجبين. كسلم أمري هوكو وإبراهيم نمتحاني مكوبة sana. lazima tutizame asli ya jambo lenyewe hili si dogo. Baada kuwa anasubiri kwa hamu mpaka utuzimani apate mtoto, halafu mtoto yule afikie mablagh sa'i, cheo cha kwamba anaweza kutegemewa katika huduma, halafu aambiwe mchinje mtoto. Mtihani wa mwanzo kwanza kwa stage ya chini kabisa, ile kupoteza mtoto ni jambo kubwa sana. Kumpoteza mtoto ambaye uliokuwa ukimsubiri kwa hamu mpaka utuzimani, mpaka kafika umri wa kuchangamka uzuri, kijana mzuri, halafu unapoteza, hilo moja. Sio hivyo tu, stage hilo kwa kubwa zaidi ni kwamba mtoto wenyewe awe anauliwa. Halafu sio hivyo basi, awe muuaji ni mwenye baba. Na unazidi mtihani kwa mkubwa kwamba kuwa kwenyewe kuwe kutokana kwa ndoto tulioteshwa, mtihani mkubwa sana. Na yote haya misalim amri Nabii Ibrahim na mwanawe ambaye aliomba insha Allah niwe minas sabirin, naye pia akasalim amri. wasallama wote wawili akasalim amri. falamma aslama watallahu liljabin, amefika wakati wa kutaka kuchinjwa. falamma aslama aliposalim amri, bila shaka kutokana na mtihani mkubwa huu ambao Nabii Ibrahim ameweza kukiuka na kupasi, kwa hivyo na jaza yake pia inakuwa kadri ya mtihani aliopewa Nabii Ibrahim wakati alipokuwa misalim amri na kutaka kumchinja. wanadainahu an ya Ibrahim, tukamwita Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, umesadikisha ndoto. ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya, naam, tumemwita ewe Ibrahim, hakika umekwisha timiza ndoto. inna kadhalika najzi almuhsinin, hivi ndivyo tunavyowalipa wanaotenda ihsan, wanaotenda mema. Ikawa jaza yake ya kulipwa na Mwenyezi Mungu. Tazama mtihani mkubwa, stage zote hizo za ugumu wa mtihani aliopewa. Kwa hivyo jaza yake imekuwa kubwa. Kitu cha mwanzo kwanza
anaambiwa irfa yadak, ondoa mkono wako. Kitu cha mwanzo kabisa ni kwamba wafadainahu bidhibhin adhim, tukamtolea fidia. Kwa nini tukamtolea fidia? Kwa dhibhi adhim, kilichokumtukufu, hicho chenye kuchinjwa, kondoo mtukufu. Yani ingelikuwa amri imetokezea, lazima tumshukuru Ibrahim na kumsalimia, salamun ala Ibrahim, anastahiki salamu zetu sote. Kwa maana ingelikuwa ndoto ile imetekelezwa na akamchinja mwanawe, ingelikuwa sunna ya kila Muislamu naye pia inapofika siku ya hija, siku akamchinja mwanawe. Lakini Mwenyezi Mungu kwanza amembadilishia, badala ya kuchinja mtoto imekuwa ametolewa dhibhi kutoka kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe, amemtunikia, hii nakupa mimi dhibhu, kichinjwacho, utukufu wake. Kwa sababu kama inavyosemekana, ikiwatoka zama za Habil na Qabil, qurban alioitoa Habili ikakubaliwa, ikapaishwa, Mwenyezi Mungu amejalia ishusho kwa ajili ya Nabii Ibrahim, kutukuzwa kwa Nabii Ibrahim, Khalilullah Ibrahim wa Kalimullah. Musa hajafikia stage kama tulivyosema ya kudekezwa katika Qur'ani kama alivyodekezwa Nabii Ibrahim. Hatufarikishi, la nufariku baina ahadi min rusuli, lakini kutokana na maelezo unaona namna gani alivyodekezwa Nabii Ibrahim. Fidia, kondoo kateremshiwa kutoka mbinguni. Wacha hilo, wafadainao bidhibhin adhim. Hapa haina kadhalika najzi almuhsinin. Kwanza wafadainao bidhibhin adhim, la mwanzo hilo. Watarakna alayhi fil akhirin salamun ala Ibrahim. Halafu inafuatia kadhalika, basi hivyo hivyo kutokana na kitendo hichi najzi almuhsinin, kapewa sifa kwamba ni minal muhsinin, na jazaa natajwa hapo. Na kwa sababu innahu min ibadina almu'minin, katika waja wetu walioamini hasa, wabashirnahu biishaq. Zama jazaa hiyo, tukambashiria hapo hapo utapata Ishaq. Sio hivyo tu basi, huyo Ishaq atakuwa nabii na atakuwa mtume. Sio hivyo tu, atakuwa min as-salihin. Sio hivyo tu, wabarakna alayhi wa ala Ishaq, tukatia baraka kwake na kwa Ishaq. Sio hivyo tu, jazaa inaendelea, wa min dhurriyyatihima muhsin wa zalimun li nafsihi mubin. Na katika vizazi vya Ishaq watakuja dhuria yake kuanzia Yaqub, akabashiriwa na Yaqub, na watoto wa Yaqub watakuwa mitume ndani yake, wakiwemo watu wema na wengine wenye kufanya maasi katika vizazi vyao, lakini watatoka mitume wengi kutokana na tumbo la Ishaq, Yaqub, na Yaqub watoto wake, vizazi vyake ndio watachukua utume katika karne zijazo kwa wingi kabisa. Kwa hivyo hiyo ndio kusudio la nini wafadainahu, jazaa aliopewa. Kadhalika najzi almuhsinin, hivi ndivyo tunawapa jazaa. Alislamu lillahi, kujisalimisha lillahi, kujisalimisha kwake na kutii maamrisho yote Mwenyezi Mungu anayosema, kama alivyosema shair, sallim lirabbika hukmahu فلحكمه يقضيه حتى يستفيد. يعني مسلم لربك, jisalimishe utii kwa Mola wako hukumu yake, kwa sababu kwa hukumu yake ataipitisha ili upate faida. Wataslama, na utasalimika. Wadhkur khalil Allah fi dhibh ibnihi idh qala khaliquhu falamma aslama. واذكر خليل الله, nakumbuka Khalilullah Ibrahim alipopewa amri fi dhabhi ibnihi, na kumchinja mwanawe. idh qala khaliquhu, halafu Mola wake akasema nini? falamma aslama. Ndio hii aya ya 103, aliposalim amri
basi kuna hikma kubwa ndani yake. Hata yastafida wa taslama, unapata faida na unapata salama kutokana na utekelezaji wa amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Swala jingine linalokuja hapa sasa, hal khilaf zimetokezea sana katika masala ya kusema huyu dhabih, huyu mchinjwa, hal alikuwa mchinjwa Ismail au Ishaq? Swala hili kuna khilaf katika maelezo watu wanapojaribu kufasiri, na zaidi watu wa dini za vitabu vilivyokuja kabla walishikilia kwamba Ishaq ndiye alichinjwa. Moja katika sababu walikuwa wakisema kwamba Ishaq, kwamba Nabii Ibrahim alipotoka kwenye moto akiwa salama kabisa bila kuumia wala kuungua, hakuwa naye pamoja isipokuwa bibi Sara, na kwa hivyo hii amri ya kumchinja mtoto ilikuwa mtoto ni bibi Sara. Hapo farq zaman, tofauti ya wakati, hadi wakati gani alipopewa amri ya mchinja mwanawe, hilo swala hilo ndio hapa yote kaita matatizo. La pili wakasema, aliposema rabbi habli min as-salihin fabasharnahu bighulami halim, wakasema huyu ni Ishaq. Alipoomba min as-salihin akasema huyu ni Ishaq. Kwa hivyo na ikiwa huyu atakuwa ni Ishaq, na ndio haka ikaja kisa cha kuchinjwa. Kwa hivyo huyo mchinjwa alikuwa ni Ishaq. Na aliposema kwamba la, basi mbona kuchinjwa huko kumetokezea Makkah, hilo halina pingamizi, kuchinjwa kwa ni Makkah. Lakini anasema fasiri wanapoelezea kwamba baada ya ruya hii, kwa Nabii Ibrahim ameona anamchinja mwanawe, Mwenyezi Mungu akamjalia kuweza kwenda kwa siku hiyo na kurudi, kwenda kumpeleka mtoto na kumchinja, kutaka kumchinja na kuletewa fidia, alafu na kurudi naye mpaka Palestina kwa wakati kwa siku ile ile. Kwa hivyo kitendo chote, process yote ya kutekeleza maamrisho ya Mwenyezi Mungu aliyokuja katika ndoto yamefanywa Makkah, lakini wametokea Palestina na kurudi Palestina. Hizi katika wale walikuwa wakisema kwamba rai hii kwamba ni Ishaq mchinjwa. Lakini sasa tunakuja kwa kuelemea kwa sisi wengi tunaamini kwamba ni Ismail aliyochinjwa, kwa sababu Mwenyezi Mungu alivyosema kwamba Ismail ni mwenye subra, na subra yenyewe ya kuweza kustahimili kule kuchinjwa. Aliposema ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin, subira kwamba ni aweze kusimama na kusubiri kitendo si rahisi. Kitendo mmoja katika milioni wanaweza kukubali kwamba ni chinjwe, kama sio subra aliyokuwa na Mwenyezi Mungu. Na ndio kwa maana akataa kwa Mwenyezi Mungu satajiduni insha Allah, Mwenyezi Mungu atapotaka atanijalia min as-sabirin. La pili na sidq ya Nabii Ismail, inao kana sadiq al-wa'd wa kana rasulan nabiyya. Kwa hivyo alisadikisha nini? Qad saddaqta ar-ru'ya. Nabii Ibrahim na mwanao pia amesadikisha alipoambiwa kwamba uchinjwe, akakubali kuchinjwa. Na anasema ikiwa ni hivyo, Ishaqa ikiwa kabashiria kama ilivyokuja katika aya basharnahu bi Ishaqa nabiyan min as-salihin, vipi Nabii Ishaqa akabashiriwa kwamba tafika stage ya kuwa ni mwanamume mtu mzima, mablagh rijal na mablagh nubuwa wa kufika kupewa utume, halafu vipi abashiriwa kwamba muwe Ishaq? Kwa hivyo haiwezi kuwa Ishaq. Fabasharnahu, tukambashiria kwamba nini, Ishaq atakuwa ni nabii na atakuwa min as-salihin. Kwa hivyo huyo sio mchinjwa, kwa kuchinjwa hawezi tena bashiri halafu atakuwa mtume na kisha chinjwa. Na kadhalika
ilipokuja kubashiriwa bibi Sara, fabasharnaha biishaq wa min warai ishaqa Yaqub, atapata mtoto Ishaq na nyuma Ishaq atakuja mjukuu wake Yaqub. Kwa hivyo haya katika jumla wanasema ni Ismaili mchinjwa kwa sababu Ishaq kubashiriwa huku na kuna kubashiriwa kwamba kubashanao bighulamin alim, imekuja pia katika dhariyat tukambashiria mtoto atakuwa mwenye ilmu na ndio atakuja kuwa mtume. Kwa hivyo haya yote haya dalili ya kuonesha kwamba Ishaq si mchinjwa bali ataendelea kuishi bila mitihani. Na jingine pia lilikuwa na uzito kwamba jambo hili limetokezea Makkah, na Makkah ni pahala ambapo kwa hakika pahala alipoishi Ismail na pahala ambapo ulipotokezewa kitendo cha kutaka kuchinjwa Nabii Ismail. Na kadhalika asingeliitwa ibn Dhabihain, mtoto wa chinjwa wawili. Mchinjwa wa mwanzo kama tulivyoelezea kabla ni Ismail, na mchinjwa wa pili Abdullah babake Mtume sallallahu alipokuwa na Abdul Muttalib alipata mtoto wa 10 kwa kutekeleza nadhiri yake kwamba atamchinja mmoja katika watoto ikiwa Mungu atamkirimu kwa kumpa watoto 10. Ikawa mtoto wa 10 ni Abdullah, kabla naye ndo kwanza kazaliwa kabidi achinjwe, lakini baadaye makuhani wakaambia la usichinje, toa fidia ngamia badala yake ulisha watu, itakuwa ndo kama umshatoa fidia. Lakini sasa tunasema sawa hadha au hadha, ikiwa huyu Ismaili ikiwa Ishaq, tukitizama hasa tunaiwasha jambo hili ilmu yote hii mani dhabih lillah, sababu Mwenyezi Mungu mwenye kujua. Kwa sababu kama nilivyosema katika Qur'an, laqad kana fi qasasihim ibra ya ulil albab, katika visa wao ni funzo enye wenye akili. Wal ibra fi qasas la fi ashabil qasas, ibra yote funzo mazingatio kutokana na visa wenyewe, sio kutokana na watu wenyewe. Na ndio kwa maana hata tunapokuja kule watu wakishindana walikuwa 3 mbwa ni 4 wao, walikuwa 5 mbwa ni 6 wao, walisema 3 rabi'un kalbuhum yaquluna 5 sadisum kalbuhum. Hayo yote kwa rajman bil ghaib, kwa kuzusha tu na kwa kuagulia tu. ويقولون 7 و8 قلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمون, hakuna anayejua ila Mwenyezi Mungu. Na kwa hivyo na ibra ni kwamba ile hii sio idadi ya watu, lakini kule kujaliwa kulala kwa miaka chungu zima, hiyo miaka 309 katika pango ni funzo kubwa sana kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kadhalika tukija hapa katika maelezo haya tunaona kwamba aya inasema nini, wafadainahu bidhibhin adhim. Ikawa hii ndio sunna sisi waumini, kila tunapofika tarehe 8 na 9 na 10 ni siku za kutekeleza ibada kubwa toka يوم tarwiya mpaka يوم Arafa na يوم Nahr, na kutekeleza kutufu na sa'i baina Safa wal Marwa. Na sa'i hajaja ila kutokana na kitendo alichokuwa kifanya bibi Sara wakati anahangaika baina jabali Safa na jabali Marwa kutafuta maji, mpaka kwenda mara 7 mpaka Jibril alipoteremka na kumfahamisha kwamba maji yatatoka katika Safa pale karibu na Safa, ili anywe na amishe Ismail, naye ni mchanga wakati huo, apate kumnyonyesha. Kwa hivyo hii katika mazingatio ya kupiga mawe Mina tarehe 10 na 11 na 12, na aya yote au 10 na 11 au 12 anayefanya kwa siku 3 tu, siku 2 au 3. Kwa hivyo haya yote ni katika jumla ya vitendo ambavyo vilitokezea wakati wa Nabii Ibrahim. Mwenyezi Mungu amejalia katika nusuku zetu, katika ibadati zetu kufanya kama alivyofundisha Mtume katika kufanya hija yake, hija kufundisha watu mwaka wa 10 Hijri, na kufundisha
namna gani vya kutekeleza manasik al-hajj. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. tukitizama kisa cha salamun وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. na hapa ukitizama kisa cha Nuh nyuma وتركنا عليه في الآخرين katika aya 78 kuhusu Nuh, na hapa Nabii Ibrahim وتركنا عليه في الآخرين. ikaja aya 88 salamun ala Nuh في العالمين, hapa kasema salamun ala Ibrahim. na unakuja huku chini pia وتركنا عليهما في الآخرين aya 119 kuhusu Musa na Harun سلام على موسى وهارون إن كذلك نجزي المحسنين. ساسنا آية 80 kuhusu Nuh إن كذلك نجزي المحسنين. na huku haijataja inna katika Ibrahim, imesema nini? كذلك نجزي المحسنين. إنهم من عبادنا المؤمنين katika Nuh. إنه من عبادنا المؤمنين katika Ibrahim. إنهما وتويل موسى وهارون من عبادنا المؤمنين katika nani? katika Musa na Harun. na haya tu unakwenda katika وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين آية 130 سلام أمان katika وتركنا عليه في الآخرين kama wenzake سلام على إلياسين tumejasa huyo. إن كذلك نجزي المحسنين kama kule nyuma katika mitume yotajwa innahu min ibadina almu'minin. haya ni kama aya 4 hizi zinatuja mwisho kueleza mtume katika mitume hii, halafu anaelezewa hizi sifa za mwisho hizi, halafu inakuja mtume mwingine Lut, wa inna Lutan la min almursalin, inaendelea. kwa hivyo tutatazama tena inshallah mara ijayo hizi sentensi 4 za kumalizia kisa cha kila mtume katika mitume aliyotajwa katika sura hii, sura Safat. inshallah darasa yetu ifuatayo inshallah. Hadha wallahu alam.